mtandaoni utakutana na mambo lukuki, mikakati ya kutengeneza fedha, ushauri chungu nzima, ahadi za kutajirika haraka, bila kusahau matangazo kibao ya kukushawishi. Sasa leo acha tuangazie usalama wa kifedha katika ulimwengu wa kidijitali. Unapokuwa unapitia mitandao yako ya kijamii, utakutana na akaunti nyingi tu na matangazo mengi yanayoahidi mambo makubwa. Lakini kabla hujaweka fedha zako, hakikisha unafanya utafiti wa kina kuhusu akaunti ama tangazo husika. Kwa hiyo ilikuwa ni kampuni ya huko mtandaoni ya kuangalia movie trailers. Ukishaangalia movie trailers kwa sekunde 15, movie moja unapata sijui ni 600, sikumbuki ilikuwa ni shilingi ngapi. Kuna mdogo wangu akaniambia, dada yangu, hii ni upato. Ukaa vizuri, wallet link haifanyi kazi, wallet zinaela. Internet ina ofa zisizo na kikomo. Swali muhimu ni je, unawezaje kujilinda? Hizi ni baadhi ya njia za uwekezaji ambazo zina hatari ndogo ukilinganisha na njia nyingine. Kwanza, wekeza kwenye hisa kwa kuzingatia kampuni zilizosajiliwa. Lakini pia unaweza kujaribu kuwekeza kwenye sarafu za kidijitali kama Bitcoin, ama unaweza kuwekeza kwenye dhahabu. Lakini mtandaoni si rahisi kila wakati kutambua kama taarifa unazozipata ni za kweli ama za uongo. Kigezo kimoja kizuri ni akaunti zenyewe. Je, inaonekana kuwa ya kweli na ya kuaminika? Hata hivyo, wapo watu wazuri mtandaoni wanaotoa elimu ya kifedha yenye maana. Baadhi yao ni washawishi wa masuala ya fedha wanaolenga kukuelimisha kuhusu kuweka akiba na kuwekeza. Wale ambao wanahusika na kutoa elimu ya masuala ya fedha, wanatoa tips za aina mbalimbali. Lakini pia ina maana hizi tips zinahusika na masuala ya budgeting, kuweka budget, kufanya saving, kuwekeza. Hawa ndio financial influencers. Unaweza kuangalia katika mtindo wa aina hiyo. Though sasa wanaweza kuenda zaidi na majukwaa haya ya kidijitali au mitandao hiyo ya kijamii. Ile ambayo unaweza kukuta kwenye makongamano, kwenye midahalo ya aina mbalimbali, vipindi vya aina mbalimbali kwa kushiriki huko. Una maoni gani kuhusu usalama wa kifedha mtandaoni? Hebu tushirikishane uzoefu na ujuzi hapo kwenye comments.